SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Waziri wa Kazi na Maendeleo ya Jamii Mheshimiwa Sharifu Ali Sharifu amesema hivi karibuni Zanzibar inatarajia kufanya tamasha kubwa la kimataifa la uwekezaji kwa lengo la kujenga na kukuza uchumi wa Zanzibar. Ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari huko ofisini kwake Mwanakwerekwe, wilaya Magharibi B. Waziri huyo amesema tamasha hilo la uwekezaji kwa mwaka 2026 litajumuisha shughuli mbalimbali kwa maonesho ya uwekezaji, kutembelea maeneo ya uwekezaji na kutakuwa na fursa za kutanisha wafanya biashara pamoja na serikali. Mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar yani ZIPA inapenda kuutaarifu umma kwamba tamasha la uwekezaji Zanzibar 2026 linatarajiwa kufanyika mwezi wa Juni tarehe 3 hadi tarehe 5, 2026 katika ukumbi wa Golden Tulip Zanzibar Airport, likiwaleta pamoja takriban washiriki 500 kutoka ndani na nje ya nchi, wakiwemo wawekezaji wa kimataifa, watunga sera, wafanya biashara wakubwa, washirika wa maendeleo pamoja na wanadiaspora. Tamasha hili litakuwa jukwaa muhimu la kimataifa linalolenga kuhamasisha fursa za uwekezaji na kuimarisha ushirikiano utakaosaidia kukuza uchumi endelevu wa Zanzibar. Tamasha hili linaongozwa na kauli mbiu isemayo Promoting Investment Diversification for Sustainable Development in Zanzibar, Shaping Zanzibar's Next Growth Story. Kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya Zanzibar ya kupanua wigo wa uchumi na kuharakisha maendeleo jumuishi. Ndugu waandishi wa habari, tamasha hili litafunguliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni ishara ya dhamira thabiti ya serikali katika kuunga mkono maendeleo yanayoongozwa na sekta binafsi pamoja na ushirikiano wa kimkakati katika uwekezaji. Tamasha hili la uwekezaji mwaka 2026 litajumuisha shughuli mbali zikiwemo ziara za maeneo ya uwekezaji. Washiriki watapata fursa ya kutembelea maeneo ya kimkakati ya uwekezaji ili kujionea fursa zilizopo katika sekta mbalimbali. Kutakuwa na maonyesho ya uwekezaji kwa maana ya expo. Taasisi za umma na binafsi zitaonyesha miradi, huduma na ubunifu wenye tija ya uwekezaji. Kutakuwa na majadiliano ya kiwango cha juu, vikao vitakavyowakutanisha watunga sera, wawekezaji, viongozi wa sekta mbalimbali na wataalamu wa kimataifa. Kutakuwa pia na madrasa maalum, yani master classes, vipindi maalum vitakavyotoa uelewa wa kina kuhusu sekta za kipaumbele na taratibu za uwekezaji. Lakini kutakuwa na kikao maalum cha diaspora, jukwaa mahsusi ili kuimarisha ushiriki wa Tanzania waishio nje ya nchi. Aidha, amewataka wafanya biashara na wawekezaji kujitokeza kujitangaza kwa kuleta biashara zao au kudhamini kwa lengo la kutambulika kimataifa. Tamasha hili pia linatoa fursa adhimu kwa makampuni na washirika wa maendeleo kujitangaza na kuhusisha chapa zao na ajenda ya ukuaji wa Zanzibar. Vifurushi mbalimbali vya udhamini vimeandaliwa ili kuwapatia wadhamini fursa za kujitangaza, kujenga mitandao na kuanzisha ushirikiano. Wadau wanaopenda kudhamini tamasha hili wanahimizwa kuwasiliana na ZIPA kupitia tovuti zis.zipa.go.tz kwa maelezo zaidi. ZIPA pia inatangaza rasmi shindano la kubuni nembo ya tamasha la uwekezaji Zanzibar 2026. Washiriki wote wenye ubunifu, wakiwemo wabunifu wa michoro, wasanii na wananchi kwa ujumla, wanakaribishwa kuwasilisha kazi zao zinazoakisi kauli mbiu ya tamasha na dira ya uwekezaji Zanzibar. Mshindi wa shindano hilo atazawadiwa kiasi cha shilingi milioni 2 za Kitanzania na atatambuliwa rasmi wakati wa hafla ya gala dinner. Aidha, mshindi atapata fursa ya kuhudhuria hafla hiyo muhimu. Mwisho wa kupokea kazi za wabunifu itakuwa tarehe 15 Mei 2026 saa 9:30 alasiri. Ndugu waandishi wa habari, ZIPA inatoa wito kwa wawekezaji, wafanya biashara, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo, wanadiaspora na wadau wote kushiriki kikamilifu katika tukio hili muhimu. Ikumbukwe kwa yoyote atakayebuni nembo ya tamasha la uwekezaji atazawadiwa zawadi ya shilingi milioni 2 na kupata fursa mbalimbali.
Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.